Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Kuonesha upendo. Alhamdulillah alladhi hadana ila al-islam wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma ashhadu an la وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, awali yote tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa mapenzi yake ametufikisha katika siku hii kubwa, siku ya Badr Day. Ndugu Waislamu, ambayo ameshakwisha kuzungumzwa ni mengi na ni mazuri, na mimi nimepewa nafasi hii ya kuzungumzia tukio hili la Badr. Kwa hiyo kwa dakika zangu hizi nizitumie kwa kuzungumzia mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kuzungumzia sababu ya kupiganwa kwa vita vya Badr. Lakini jambo la pili, kuzungumzia mnasaba ulioko baina ya tukio hili la Badr Day, lakini pia katika Badr Kubra. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tukumbuke kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa amepewa utume na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ile miaka 13 ambayo ameishi katika mji wa Maka, yeye pamoja na Waislamu wachache waliomkubali na kumwamini na kumfuata, waliishi katika mazingira magumu sana. Waliishi wakiwa wamekandamizwa na mfumo wa washirikina. Kwa hiyo mfumo huo ambao uliwakandamiza Waislamu hao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa umejikita katika maeneo makubwa matatu. Mfumo uliwakandamiza katika masala ya kiuchumi, lakini pia katika masala ya kiafya na katika masala ya kielimu. Licha ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alianzisha kituo cha kielimu katika Darul Arqam bin Abil Arqam, lakini hawakuwa huru katika kusomeshana Waislamu. Walikuwa wakisomeshana kwa kujificha. Lakini sababu zilizopelekea kuwa hivyo ni kwa sababu ya mfumo ambao ulikuwa pale katika mji wa Maka, ulikuwa si mfumo rafiki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia haukuwa mfumo rafiki kwa Waislamu wa kipindi hicho. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuona mfumo umekuwa ni mkubwa ukiwadhalilisha Waislamu kwa kukosa mambo muhimu ikiwemo swala la kiafya, ndipo Allah Tabaraka wa Ta'ala akampa amri Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja na masahaba kuwataka wahame watoka katika eneo lenye mfumo unaowakandamiza na waende katika eneo lingine kwa ajili ya kujipanga waweze kujikwamua kutoka katika mfumo unaowakandamiza. Kwa hiyo waliweza kupewa ruhusa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakatoka Maka na wakaelekea Madina. Na walipofika katika mji wa Madina, ni kweli waliitumia fursa vizuri. Waliweza kujipanga, na kwa kujipanga huko ilipelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakaishi kwa utaratibu mzuri, wakaishi kwa furaha, kama namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema ndani ya Qur'an, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, wal muhajiruna fillah min ba'di ma dhulimu lanubawi'annahum fid dunya hasana wa la ajrul akhirah akbar law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawazungumzia
masahaba ambao waliukimbia mfumo uliokuwa ukiwakandamiza katika masala ya kielimu, masala ya kiafya na masala ya kiuchumi. Anawazungumzia almuhajiruna fillah, na wale masahaba na Waislamu waliohama kutoka katika mifumo isiyokuwa sahihi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutafuta eneo litakalowawezesha kujipanga na kuwakomboa kutoka katika mifumo inayowadhalilisha na kuwa na mifumo ambayo inaoweka katika usahihi wao. Allah anasema madhulimu, baada ya kuwa wamefanyiwa dhulma, baada ya kuwa wametengenezewa mazingira ya kuwakandamiza wao, Allah anasema lanubawiannahum fi dunya hasana. Masahaba hao, Waislamu hao, tutawapa maisha mazuri hapa duniani. Lakini akamalizia akisema wala ajrul akhirah akbar law kanu ya'lamun, lakini watambue bila shaka malipo ya akhira, thawabu watakazozipata baada ya kuwa wamefariki na kufuliwa ni kubwa lau kama watakuwa wanalitambua jambo hilo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amehama na akaweka utaratibu ambao ni mzuri, wakati yuko katika mji wa Madina na akawa tayari ameshajiweka sawasawa yeye pamoja na masahaba wake, tayari ruhusa inatoka kwa Allah tabaraka wa taala ya kumruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wapambane na mfumo ambao utakuwa ukiwarudisha nyuma kutoka katika swala la kutengeneza heshima zao na kuwawekea utaratibu wa kuwadhalilisha. Allah anasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah anasema wamepewa ruhusa wale ambao walikuwa wakipigwa, wale ambao walikuwa wakifanyiwa madhila mbalimbali, watu ambao walikandamizwa na mfumo wa shirikina kwa kuwanyima stahiki zao za kiafya, za kielimu, lakini pia za uchumi, wameruhusiwa na wao kupambana na mfumo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi kwamba atawanusuru, na yeye katika kuwanusuru Waislamu hao ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo baada ya ruhusa hiyo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo hii tarehe ya leo, tarehe 17 mwezi wa Ramadhani mwaka wa pili Hijiria, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka na kuhamia Madina, wanajikusanya maswahaba 313 katika eneo linaloitwa Badri kwa ajili ya kupigana vita, kwa ajili ya kupigana vita, kujitoa katika mifumo iliyokuwa ikiwakandamiza na hatimaye wawe huru katika kujitafutia uchumi wao, kujitafutia afya zao, kujiwekea sawa masala yanayohusu elimu zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wanakutana katika eneo hilo la Badri, na hili eneo la Badri ilikuwa ni kituo katika vituo vya kuelekea katika mji wa Sham, mji mkubwa wa kibiashara, na hapa katika ile eneo la Badri pia ilikuwa ni sehemu ambayo Waarabu walitengeneza soko ambalo lilikuwa wakikutana kufanya biashara mbalimbali katika eneo hilo. Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafika katika eneo hili, dhamira yake haikuwa awali ni kupigana vita. Abu Sufyan wakati anaongoza msafara kutoka Sham, aliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wamekuja katika eneo hilo, akatoa taarifa Maka kwamba msafara unakuja kuvamiwa, na Abu Jahali akaandaa jeshi kubwa la watu 1000 kuja kukabiliana na watu 313. Abu Sufyan alikuwa ni mtoto wa mjini, aliweza kutumia uweledi wake kukwepesha ule msafara, na akatuma taarifa Maka na kueleza kwamba msije, tayari msafara wenu huko salama. Lakini Abu Jahali kwa sababu dhamira yake ni kuendelea kuwakandamiza Waislamu wasipate afya, wasiwe katika mazingira mazuri ya kielimu, wasiwe katika mazingira mazuri ya kiuchumi, bado aliendelea kushikilia msimamo wake, na akaandaa jeshi kubwa la watu 1000 na wakaenda kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofahamu habari hizo, akaanza na watu wa kwake, aliwageukia muhajirun
akashauriana nao na akiwaomba washiriki katika jambo hilo. Lakini wakati anawageukia Muhajiruna hakutumia nguvu kubwa kuwaeleza jambo hilo, kwa sababu wale ni watu wake, kwa sababu ni kabila lake, ni watu ambao wamekuwa pamoja, wanafahamiana vizuri. Kwa hiyo Saad bin Muadh, baada ya kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amewageukia na kuwaeleza habari hizo za vita, alichokifanya, alielewa makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Mtume hawakusudi Muhajirina, bali atakuwa anakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam na anawakusudia Ansari. Kwa hiyo na yeye akazungumza maneno mazuri, maneno ya faraja, yakamtia nguvu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kuwa wamemueleza maneno mazuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua kubwa kiasi ambacho ilifikia kumwambia Allah tabaraka wa taala, ikiwa kama watu hawa watamalizika, watauawa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuweza kuabudiwa kamwe. Na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu katika eneo hilo akawa ni mliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuondoa wasiwasi, kwa maana ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibia dua yake hiyo. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjibu Mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kumuongezea malaika 1000 katika vita hivyo. Ukiangalia ndugu Waislamu, katika vita hivi kuna mafunzo makubwa sana. Kwa kifupi mafunzo ambayo tunayapata katika vita hivyo, na mafunzo hayo ndio sababu ya vita hivyo, ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba walipambana kwa ajili ya kujikomboa kutoka katika mifumo ambayo inawakandamiza. Kwa hiyo haikuwa ni kupigana au kuwapiga wasiokuwa Waislamu, kama jinsi ambavyo kuna baadhi ya Waislamu wamekuwa wakitumia mafundisho vibaya na kutengeneza taharuki katika jamii. Lengo la Uislamu ni amani, utulivu na upendo. Kwa hiyo kilichokuwa kikusudiwa katika vita hivyo, jambo ambalo limelokusudiwa katika vita hivyo, ilikuwa ni kupambana na mfumo. Ndio utaona katika vita vilivyopigana Waislamu 313 walifariki Waislamu 14, na kwa wasiokuwa Waislamu walifariki 70 na wakatekwa 70. Kwa ukijumlisha unaona katika idadi ya watu 1000, watu 140 ndio ambao walikutwa na madhila katika upande wa washirikina, lakini watu 860 waliweza kunusurika na wakakimbia. Sasa ikiwa kama dhamira na lengo ilikuwa ni kupambana na wale washirikina kwa maana ya kuwamaliza, utaona ni namna gani ambavyo kundi hili la Waislamu litakuwa halikufanikiwa, kwa sababu hawakulimaliza. Kwa hiyo tunachojifunza katika eneo hilo si kupambana kwa kuwaua wasiokuwa Waislamu, bali tunakuwa tupambane na mifumo waliotuwekea kuweza kukandamiza, ili tuweze kujitoa katika mazingira haya ya kudhalilishwa na kuja katika mazingira ambayo itakuwa ni rafiki. Kwa hiyo munasaba unaopatikana katika kisa hiki kujumlisha na tukio hili la Badr Day ni katika kujikomboa kutoka katika kudhalilishwa. Kwa hiyo ukiangalia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tokea kuanzishwa kwake kwa mkoa wetu wa Mwanza mpaka kufikia kuteuliwa kwa mheshimiwa shekhe wetu wa mkoa Sheikh Hassan Kabeke, unaweza ukainasibisha na ile miaka 13 ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoishi katika mji wa Maka akiwa ametiwa kizuizini katika utaratibu mzima wa masala yanayohusu uchumi lakini pia afya. Na baada ya kuwa tayari mheshimiwa ameteuliwa katika nafasi hii, ndio tunainasibisha kuanzia pale alipoteuliwa mpaka hivi sasa na kuendelea ni katika ile awamu ya Madina ya miaka 10. Na hivyo ndivyo inavyoenda kwa Tanzania nzima, kuanzia alipoteuliwa mheshimiwa mufti, lakini kutangia alivyochaguliwa mheshimiwa mufti na mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ndugu Waislamu, jambo ambalo tunaweza tukajifunza katika kisa hiki pia ni kuhakikisha tunajitoa na kujitolea katika kupambana
na mifumo. Na katika kujitoa na kujitolea kupo katika namna mbili. Sehemu ya kwanza ni kujitolea kwa kauli, kwa maana lazima kila mmoja wetu aliyofika katika eneo hili, lakini pia kila mmoja wetu mkazi wa Mwanza na Mtanzania ahakikishe anatumia kinywa chake kulitangaza jambo hili, na kila mmoja kuwa ni balozi wa mwingine kumwomba ajitolee. Lakini jambo lingine ni kupambana kwa fi'liyan, kwa matendo, kwa maana ya kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe Muislamu kwa nafasi yako, basi uhakikishe unatoa jambo hilo, kuhakikisha tunapiga hatua katika eneo hili la ujenzi wa vituo vya afya. Kwani kwa kufanya hivyo ndipo ambapo tunaweza tukaingia katika aya ya Allah Tabaraka wa Taala ya kutupa maisha mazuri hapa duniani, lakini pia aweze kutupa maisha mazuri baada ya kuwa tumefufuliwa. Kwani ukiwa uko hai alafu hauna nguvu ya uchumi, uko hai lakini hauna utaratibu mzuri wa kusimamia afya yako, uko hai lakini pia hauna utaratibu mzuri wa taaluma yako, huo uhai unao unakuwa hauna faida yoyote kwako. Ili faida upatikane ya uhai wako, basi ni lazima haya mambo matatu uhakikishe unayapambania, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kupata saada katika dunia hiyo. Bila tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Madina Online TV Mwanza. Subscribe. Konesha upendo.